Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema yako Mungu ikae pamoja na sisi. Kwa utukufu wa jina lako takatifu. Mungu tunza kundi lako kama unapotaka. Nami napungua wewe Mungu kaongezeke. Na nyamaza wewe Mungu kaseme. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kila mwenye pumzi azidi kumshangilia Bwana kwa makofi mengi. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Kwa maana amekutendea wokovu. Kwa maana amekutendea wokovu, muongezee makofi Bwana. Kwa maana amekutendea wokovu, muongezee makofi Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pata nafasi ukae mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Bwana. Amen. Na wasalimia ninyi madhabahu zinazotembea. Amen. Haleluya. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 30. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 kuanzia mstari wa 30. Neno la Mungu linasomeka hivi: Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Naye akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mfereji kama wa vipimo 2 vya mbegu ukiizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara 2. Fanyeni mara 2. Wakafanya mara 2. Akasema, fanyeni mara 3. Fanyeni mara 3. Wakafanya mara 3. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa na tafakari hiyo, tumeanza jana. Ujumbe mkuu ni kutumia madhabahu kuvunja madhabahu. Huo ndio ujumbe wetu mkuu. Lakini ndani yake tukaona tuwe na kipengele ambacho kitaturahisishia kuingia angalau kwa sehemu, sio ndani sana, ila angalau kiundani kidogo, ambacho kinasema namna Elia alivyotumia madhabahu kuvunja madhabahu. Kwa hiyo unaweza wewe mwenyewe ukatumia, unaweza kusoma mistari tofauti, na ningetamani nitumie lugha gani hapa. Kiingereza wanasema uwe sensitive, yani wewe unashtuka ukisoma Biblia, ukiona neno limeandika hekalu, ukiona neno limeandika madhabahu, ukiona neno limeandikwa nyumba ya Bwana, ukiona sehemu imeandikwa hema ya kukutania, ukiona imeandikwa namna hiyo, unaanza kushtuka kidogo, alafu anza kufuatilia kilichoandikwa mle ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndani yake utajifunza. Kama hekalu nilikwambia jana, kuna wakati ambao madhabahu inakuwa inatembea. Nikasema Paulo anapotukumbusha kwenye Wakorintho anasema, au hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake anataka kutuambia kwamba katika huu mwili ndani yake kuna madhabahu, kwa sababu hekalu lolote ndani yake kuna madhabahu. Na nikuonyesha baadhi ya vitu jana kwamba kama unapotaja madhabahu maana yake kuna vitu kadhaa. Na hapa mpaka tunafikia hatua hii ya Elia kuambia watu wamkaribie, ilitokea mabishano makubwa sana,
ambayo yalikuwa ni kati ya nabii Elia na manabii wa Baali. Ninasema manabii wa Baali kwa sababu namaanisha walikuwa wengi, hakuwa mmoja, walikuwa wengi. Manake walikuwa wao, Biblia inasema walikuwa zaidi ya 450. Sasa wamekaa wanabishana. Wana wa Israeli wanajiuliza, Mungu wa kweli sasa ni yupi? Ni Mungu wa Elia au ni Mungu wa hao manabii? Na ukumbuke walikuwa wana sita. Manake nabii Elia akaamua kutumia madhabahu kuondoa roho na hali ya kusita. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajitathmini wewe mwenyewe kwamba kuna hali gani ambayo inakufanya una sita, kwa sababu unaweza kuwa na mipango ulikuwa nayo tangu mwaka unaanza mpaka mwezi huu wa 6 hujaanza kutekeleza. Kusita. Kuna jambo ambalo ulikuwa unatamani kulifanya, lakini mpaka muda unavyozidi kwenda unashangaa una sita tu. Maana ukiona kuna hali ya kusita, maana kuna aina fulani ya madhabahu iliinuliwa mahali. Kumbuka Yeroboamu mtoto wa Suleiman ndiye aliyeinua madhabahu mbili ambazo Biblia inasema alijenga madhabahu moja wapo ilikuwa ipo mji wa Dani na nyingine alijenga madhabahu ilikuwa mji wa Betheli. Unajua alichokisema? Alisema hivi, ikiwa hawa watu wataenda kumwabudu Mungu Yerusalemu, watamrudia bwana wao Rehoboam. Sasa anaamua sasa kujenga madhabahu ili kuwafunga hawa ndugu wasimrudie bwana wao, lakini pia wasiende kumwabudu Mungu Yerusalemu. Na ndicho ambacho kinatokea kwa watumishi wa Mungu, wanaelewa. Utakuta unashangaa baada ya muda tu ghafla aina fulani ya watu au kundi kubwa la watu hawapo kanisani. Fikiria yule kuhani ambaye yuko madhabahu ya Yerusalemu, baada ya muda anashangaa washarika, kwa sababu kumbuka wana wa Israeli ni kabila 12, si ndio? Na ilipofika wakati huo huyu amepewa kabila 10. Alafu yeye akaamua kufunga na sadaka. Haya, tuzungumzie tu hata kama walikuwa 1000 kila kabila. Maana yake 12,000, alafu kuhani anashangaa anaongoza ibada hapa mjini. Fuatiro hapa anaongoza ibada, anashangaa kati ya watu washirika 12 anashangaa wapo 2000 tu peke yake. Lazima ataumia sana, atajiuliza hawa watu wamekuaje, lakini asijue kama wamefungwa na sadaka. Na katika ulimwengu wa roho ndivyo wanavyofanya. Mara nyingi wanawafunga watu na sadaka ili wasiende kuabudu, kwa sababu wanajua wakienda kwa Mungu aliye hai watapata vitu vilivyo hai. Labda hujanisikia. Nasema hivi, adui huwa anagundua kabisa kuna faida ya kuja kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Nilikwambia jana, madhabahu ile herufi kubwa maana yake ni eneo ambalo Mungu anatumia kukutana na watu. Kwa lugha nyingine ni eneo ambalo wewe utatumia kukutana na Mungu. Maana yake ukipata hiyo nafasi tu ya kwenda kukutana na Mungu, maana yake utaanza kupata maongozi mazuri. Utajua kiongozi wako ni yupi. Kumbuka pale aligundua kabisa, Yeroboamu aligundua kabisa, hapa nikiendelea nikiwaruhusu akaenda kule watamrudia na Mungu wao. Lakini pia sio tu hivyo, watamrudia na bwana wao yule mfalme wao. Kwa mimi kama mfalme wataniacha. Ndio maana kule makazini wengi wanafanya hichi kitu. Wanaenda wanatoa sadaka kwa miungu, alafu wanasema wafanyakazi hawa wabakiaje hapa. Ofisi ndio hii. Juzi wakawa wanatania chuoni. Wakawa wanasema jamani, sio vizuri kufanya kazi unahama hapo. Mimi nikwambia kama kuna maslahi ya kuhama na hama tu. Kwa sababu haina maana ya kubaki ofisi moja eti nimefanya miaka 10-20 alafu nina maisha yale na ngazi ile tu ya kiuchumi, mshahara ni ule. Hamna maana. Kama kuna sehemu kuna ngazi nyingine, kwa nini siende? Lakini unajua kwa nini kinatokea? Mara nyingi mabosi kazini wanachokifanyaga, wanaenda wanatoa sadaka hapo, wanasema huyu ni mfanyakazi wa hapa. Kwa hiyo wewe kila mwaka hata wakikwambia bwana kuna mazingira magumu, unasema tu nibebelezage hapa. Kama vile hamna nafasi sehemu nyingine. Au kuna mwingine anabananisha kwenye biashara aina moja, akianzisha biashara fulani haimpi faida lakini inamtia moyo. Yaani unatiwa moyo kwenye kitu ambacho hakipo. Ukimwambia bwana badilisha biashara, mimi ndio hii niliyozoea. Umezoea sawa, lakini je, inakupa faida? Kwa sababu hoja ya msingi hapa ni kukupa faida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Elia anashughulikia madhabahu ambayo ilijengwa na Yeroboamu mfalme wakati huo. Nasema wakati huo kwa sababu hapa wakati anazungumza hapa ilikuwa ni kipindi cha mfalme Ahabu, zaidi ya miaka 80 imepita. Ninawaza tu kwa herufi kubwa kwamba kama
ilipita zaidi ya miaka 80, bado ile madhabahu ilikuwa inatenda kazi. Yeroboamu amekufa, wafalme waliofuata walikufa, wakaingia wengine, wamepita karibu wafalme 3 4, alafu bado madhabahu inaendelea kufanya kazi. Tafsiri yake nini? Mtu anaweza akawepo kwenye madhabahu akajenga afa akaondoka, bado madhabahu ikaendelea kufanya kazi. Na wiki hii ni zamu ya kushughulikia hizo madhabahu katika jina la Yesu. Amen. Maana hata kama mtu aliyejenga alishafariki, hata kama aliyejenga ameondoshwa kwa kazini, hata kama aliyejenga ameondoka kwenye kanisa, hata kama aliyejenga ameondoka kwenye ile nafasi, sasa hivi yuko mtu mwingine na inamtesa. Tunakwenda kushughulikia kwa kutumia madhabahu ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wamefungiwa madhabahu za ugonjwa, madhabahu zinatambua kwamba familia hii ni ugonjwa wa aina fulani, wataondoka duniani kwa ugonjwa wa aina fulani, watateseka duniani kwa aina fulani. Sikia nikwambie, mama yangu aliniambia kwamba sisi familia yetu tukikua tu tunauguaga meno. Nilimwambia mama, nikasema hiyo imeishia kwenu, mimi haitanikuta. Natoa ushuhuda wa maisha yangu. Kwa sababu niligundua, yani niteseke nini, yani niugue meno alafu nisile nyama. Unajua raha ya nyama nini? Mimi sasa unajua nakulaga nyama tu. Mimi nakula nyama. Kuna kitu kinaitwa nyama, sio nyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elia anaamua kushughulikia madhabahu, lakini anatumia madhabahu kujenga madhabahu. Wakati naingia hapa, kabla sijaendelea na habari za Elia, nilisikia mstari mmoja ili nikupe na huu ushuhuda. Nilisikia mstari mmoja asubuhi ya leo. Twende Luka. Sikupanga kufundisha. Twende Luka 2. Luka 2. Niliwaambia jana Mungu anawapenda sana. Kwa sababu ukiona watumishi wa Mungu wanajua, kina mchungaji Madembo wanajua. Ukiona Mungu anasema na mtu moja kwa moja kwa ajili ya watu wakati huo, yuaga Mungu anakusudi. Luka 2 mstari wa 36 pale. Anasema palikuwa na nabii mke, jina lake Ana. Nabii, kumbuka neno nabii, sawa eh? Anasema jina lake Ana, binti Fanueli kabila ya Asher. Na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Naye ni mjane wa miaka 84. Pigia mstari hiyo miaka. Haondoki katika hekalu. Katika nini? Hekalu. Kuna madhabahu ndani katika hekalu, sawa? Aha. Anasema haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Kwa nini nimekusomea hizi habari? Huyu nabii alitumika kama kuhani kwenye madhabahu. Tuko pamoja? Mhudumu wa madhabahu. Na kilicho kizuri hapa ni kwamba alikaa katika umri wake wote, alikuwa anaombea makusudi na mapenzi ya Mungu yatimie. Mapenzi gani? Mapenzi ya Mungu katika habari za Yesu kuzaliwa. Kwa hiyo alikaa anasisitiza, anamwomba Mungu kwamba Mungu timiza ukombozi. Hizi habari timiza. Na ashukuriwe Mungu alimuacha mpaka Yesu akazaliwa. Na mimi nakuombea Mungu akuache uishi mpaka uone mafanikio yako. Na Mungu akuache uishi mpaka uone mafanikio ya watoto wako. Na Mungu akuache uishi mpaka uone mafanikio ya watoto wa watoto wako. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani utesekee kitu. Mimi jana juzi Jumapili niliwaambia, alikuwa kwenye kongamano moja la watoto kule Kitasengo. Nikawaambia haiwezekani mimi niteseke, naondoka hapa Iringa natembea mpaka nifike Kitasengo, nifanye huduma siku 3, alafu naombea kongamano la watoto, nawaombea watoto, naombea wazazi. Mimi namwambia Mungu ninawekeza hapa kwamba Mungu haya mafanikio ninaoombea hao watoto mpaka nije niyaone na mafanikio ya watoto wangu. Tena sio watoto wangu tu, mpaka watoto wa watoto wangu. Amen. Na nawaombeaga wazazi wangu, nasema Mungu wakumbuke wazazi wangu, waje waone mafanikio yangu 1, mafanikio ya watoto wangu 2. Amen. Kwa sababu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nabii alikuwa anafanya kitu gani? Anaombea makusudi ya Mungu yatimizwe juu ya Yesu kuzaliwa. Sasa baada ya ile semina hapa, ile mwezi wa 4 nadhani. Mwezi wa 3 nafikiri ulikuwa unaelekea wa 4. Niliombea tunaelekea ile rasmi.
Siku ile nilikutana na mmoja kati yenu hapa ambaye yeye nilipokutana naye akawa ananipa ushuhuda. Akasema kipindi kile tunaomba juu ya kina Petro ambao wanaweza wakasimama kuwaombea watu wengine. Mimi nisimama kwa ajili ya mtoto wangu, ni binti yangu. Anasema niliposimama kumuombea, wakati huo alikuwa mjamzito, yuko kule Ilula. Kwa hiyo yeye yupo hapa, sikiza vizuri utendaji wa kazi wa madhabahu. Yeye yuko hapa lakini anaomba kwa ajili ya binti yake akiwa mjamzito, yuko Ilula. Kwa hata niliposema tusimame tuombe jembele sisi na nini, aliomba akiwa na hiyo picha kumwombea binti yake kule kama nabii Ana. Nabii Ana alikuwa anaomba mpaka Yesu azaliwe. Na ndiye yeye alichokifanya. Sasa ameomba. Baadaye tumemaliza semina na yeye akapata nafasi ya kuenda kule. Mimi wiki naenda kule ndio nakutana naye. Habari njema ni kwamba mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Ndio. Amezaliwa mtoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena kwa njia nzuri. Amen. Sihitaji kuongeza maelezo. Amen. Wewe unasimama kwa ajili ya nani? Unasimama kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amua kusimama. Wakati mwingine angalia kitu gani kinatokea, omba. Wewe nilikwambia jana, wewe ni madhabahu inayotembea. Ukijua hilo manake unajua una kitu cha kuachilia popote. Ukienda mahali unajua kitu cha kuombea. Sasa angalia cha ajabu. Mimi nilikuwa sijui. Tena ni huyu mama ndio nikupe mkono kwanza. Na nitawaambia kwa nini nampa mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha ajabu. Nilipokutana naye naitaka kiende yule mama wa upande wa pili wa baba wa mtoto. Kiembe, si ndio? Yule kiembe ameolewa kwa mwana huko. Afu mimi ndo longo sasa. Amina. Mshangilie Bwana. Nataka nikwambieni ni kuna muda ambao Mungu anaweza kukupa kazi ya kuombea watu. Alafu usijui kama watakuwa msaada kwenye maisha yako. Unaweza ukakataa kuwaombea, alafu kumbe ni ndugu zako. Niliwaambia waombaji nikasema unapowekeza nguvu ya kuombea watu wengine, Mungu anawekeza nguvu ya wewe kuombewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turudi kwa Elia. Nyinyi mnapendwa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turudi kwa Elia. Muda wetu unakimbia sana. Turudi kwa Elia. Elia anamuomba Mungu lakini anaamua kutumia madhabahu. Na ninaposoma namna hii nakumbuka kazi ambayo Elia aliifanya. Anasema akawaambia watu nikaribieni mimi, na watu wote kweli wakamkaribia. Walikuwa na hali ya kusita, lakini huku juu yameshatokea makubaliano na mapatano ya makuhani kwamba okay, nyinyi mnajisifia Mungu Baali na mimi namzungumzia Mungu anaitwa Bwana. Sasa basi tusipate shida. Kila mtu afanye kitu ambaye kwa Mungu atakayejidhihirisha kwa moto ndiye awe Mungu. Sasa Elia anaamua kutumia silaha zifuatazo. Biblia inasema akaitengeneza madhabahu iliyovunjika. Mstari ule wa 30. Mstari wa 31. Wafalme wa kwanza 18:31. Anasema akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila ya wana wa Yakobo. Asante Yesu. Akatoa mawe mangapi? Tena sio 12 kwa sababu wameinga mahali. Amesema kwa hesabu. Kwa nini? Kwa nini jamani? Maana yake ni kwamba maombi yake na ujenzi wa ile madhabahu ulikuwa unategemea hesabu ya wanaotarajiwa kuhudumiwa kupitia ile madhabahu, ya wanaotarajiwa au wanaotakiwa kuokolewa kwenye ile madhabahu. Mimi ninakwambia unapojenga madhabahu, unapoomba Mungu kupitia madhabahu, usijiombee peke yako, waombee na wale wengine. Omba maombi kwa hesabu ya wale unaotarajia waokolewe. Omba maombi kwa hesabu ya familia yako. Omba maombi kwa hesabu ya wafanyakazi wenzako kule kazini. Omba maombi kwa hesabu, Maana yake ni kwamba unaanza kuwashughulisha na kuwahusisha kwamba na hawa lazima wahusike, na hawa lazima na wahusike. Afu cha ajabu ni kwamba Elia alichukua mawe 12 wakati huo kabila mbili
mbili bado ziko katika upande wa Mungu, lakini akasema pamoja na hawa pengine wanaweza kashawishiwa wakaja kwenye hizi kabila 10, ninawaombea na hawa pia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaweza kuwaokoa hawa watu wote, na hatimaye wakamrudia Mungu, wakajua kwamba Mungu anayejibu kwa moto ndiye Bwana, na hatimaye wote wakamsujudia na wakajua kwamba Yesu ndiye Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kilichotokea kule mwishoni? Farao akasema, uko mnakwenda mbali sana. Musa, nyinyi wana wa Israeli watoto wenu muache. Musa akasema, hatuachi kitu. Musa akasema, hatuachi kitu. Musa akasema, wanyama tunakwenda nao, watoto tunakwenda nao, na sisi kwenye madhabahu ya Bwana, mali zetu tunakwenda nazo, watoto wetu tunakwenda nao, mali zetu tunaondoka nazo, watoto wetu tunakwenda nao, kwa sababu hatujui tukifika huko kwenye hiyo madhabahu ya Bwana Mungu atasema tutoe nini. Nilimpenda Musa, akasema tunajua Mungu anapenda sadaka za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo tukifika Mungu yeye atasema tutoe kipi? Tutoe watoto, tutoe wanyama, tutoe nini? Wewe Farao tulia. Sisi wewe turuhusu, tutaondoka, hatuachi nyuma hata ukwato. Na mimi nakuombea usiache nyuma. Unapookoka wewe, unapotoka wewe, unapopona wewe, kisibakie nyuma kitu chochote, kwa sababu visije vikakuvuta ukarudi nyuma. Lazima uondoke na kila kitu cha kwako. Amen. Watu ambao niseme na kila mama, unapoomba omba kama unamwombea na Mungu. Usiombe peke yako. Mara nyingi hii ni asili tu ya kanisa ambayo inafanya waombaji wengi wanakopa kina mama. Na Biblia iko wazi, sinataja kama waombolezaji ambao ninyi ndio mnashughulisha kuhakikisha madhabahu moto wake hauzimiki kwa njia ya maombi, ule upako na uwepo. Lakini msiwache watoto wa kiume, msiache kuwaombea hao. Unapomwombea Mungu asimtie majaribuni binti yako, pia na yule kijana wa kiume muombeeni. Vitu vingine ni vya ndani kidogo. Watoto wa kiume sasa hivi ndio wako hatarini, naanza kusema, kuliko wa kike. Na Biblia iko wazi kwamba watoto wa kiume ndio wanawindwa sana. Wao wanafahamu maisha ya Musa. Farao ameweka agizo kwamba akizaliwa tu mtoto hapa wa kiume, watoto wa kiume, wa kike waendelee kuishi, ila wa kiume tu. Atukuzwe Mungu, kupitia madhabahu alitengeneza mfumo wa Musa kuishi. Alipozaliwa akawekwa kwenye kijisafina, akawa anaelea juu ya maji. Tena sio juu ya maji, anaelea kwenye hicho kisafina. Mama yake anaangalia hivi kama Musa atakuwaje. Na hatimaye Mungu akamtuma huyo binti Farao, akajikuta tu anasogea kwenye mto, anamuona mtoto, afu hakumbuki kama baba yake ndo aliyetoa agizo la watoto hao kuuawa, yeye asaidie kumuua yule Musa. Akasema huyu nitamtunza. Nampenda Mungu, akasema yule mfanyakazi wake akasema ngoja tena niruhusu niende nikamchukue mama aje akunyonyeshee, afu tutamlipa mshahara. Nyinyi mnafahamu nyinyi kitu kizito. Yaani mtoto ni wako wako, alafu unamnyonyesha mwenyewe na kupewa mshahara. Jamani, Mungu mzuri katika jina la Yesu. Na Mungu akufanyia hivyo kwa sababu inaweza kuwa ni kazi ya kwako wewe mwenyewe na ambayo inakupa faida mara moja, lakini Mungu anaruhusu faida ziwe mara mbili. Na unajua faida nyingine, Musa alikaa katika jumba la kifalme. Sikia, angebaki tu kule, mamake asingetokea vile, basi angekaa huko kijijini, angekuwa anaendelea kula dagaa, si na vyakula gani na vileki, lakini alikaa jumba la kifalme. Na Biblia inasema Musa alikuwa msomi, ndio maana aliandika vitabu vitano: Mwanzo, Kutoka na vingine, Hesabia mwenyewe, Hesabu mpaka Kumbukumbu la Torati. Nini kinatokea? Kwa sababu alikuwa msomi, amekaa jumba la kifalme. Ni mwishoni tu ameanza kujielewa, anajua hapa sio nyumbani hapa. Na madhabahu huwa zinasema hapa sio kweli. Hata unapotenda jambo, unafanya kuna kiombo unafika unasema, unakumbusha kwamba hapa sio kweli. Usijisahau sana. Kuna mahali unatakiwa kwenda. Madhabahu huwa zinasema, ndipo ambapo Mungu anaanza kumsemesha kwamba kuna madhabahu unatakiwa mwende mkamwabudu Mungu kule, ambao nimeacha kule babu yenu Ibrahimu. Nilimwaahidi kwamba kwenye hii madhabahu watoto wataenda sawa, lakini baada ya miaka 400 watarudi. Kwa hiyo haijalishi kwamba tumeenda mahali mbali sana kiasi gani, kuna miaka 400, kuna nyakati ambazo Mungu ataruhusu turudi Kanaani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu huwa zinatumika kutunza hizo kumbukumbu. Amen. Hebu tusimame tuombe Mungu.
Kwa bahati ambayo mimi mwenyewe sikutarajia, nitamani nianze hata na ajenda moja ya kwanza ya maombi ambayo Elia aliomba. Sijaanza. Lakini hilo pia alituzuii kumshukuru Mungu. Nasema hivyo kwa sababu Mungu anataka tufanye kila anachotaka yeye. Tafakari wewe mwenyewe watu gani ambao unatamani kusimama kwa niaba yao. Nimekuonyesha habari za nabii mke, lakini pia aliomba kwa Hesabu. Nitaingia kidogo kwa undani kesho juu ya hii agenda ya kwamba alitoa mawe kwa Hesabu. Labda pengine nitaanzia hapo kuelekea agenda inayofuata. Kwa hiyo maombi yetu kwa Bwana ni kwamba atukumbuke sisi na watoto wetu kwa Hesabu, kwa Hesabu, kwa Hesabu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza Nabii Elia alitumia ombi la jiwe, akasema Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Ombi lako liwe hilo. Ijulikane ya kwamba wewe ndiwe Mungu katika hesabu ya kazi zako, na ijulikane ya kwamba wewe ndiwe Mungu katika hesabu ya familia yako. Mwambie Mungu ajulikane. Mwambie Mungu ajulikane. Waweza yote, umetuelekeza katika neno lako ya kwamba Elia alishughulikia madhabahu ambazo zilijengwa na Yeroboamu miaka mingi iliyopita. Na si Bwana, kwa mamlaka hiyo ya ukuhani ambayo umetupatia na kujinunua, katika jina la Yesu Kristo tunaenda kinyume na kila madhabahu ambazo zilipangwa dhidi yetu, zilijengwa dhidi yetu, ziliandaliwa dhidi yetu. Kwa mamlaka hiyo ya Bwana tunaombea familia zetu kwa hesabu zao, tunaombea miradi yetu kwa hesabu zake katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea kazi na biashara zetu kwa hesabu zake, tunaombea wafanyakazi wenzetu kwa hesabu zao, tunaombea kila watendakazi kwa hesabu zao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama vile Elia alipokusanyisha mawe 12 kwa hesabu, pale ambapo wao ulimtokea Yakobo ukampa jina jipya, tunatamka hayo madhabahu yakatumike kuonyesha jina letu, kuonyesha utambulisho wetu, ile identity uliyoweka kwenye maisha yetu ikadhihirike tena, ikajulikane tena, ikaonekane tena. Imepotea kwa sababu ya Rabosaka katika jina la Yesu Kristo. Adui alitanguliza vitu mbalimbali vikatusababisha tukatengwa na kusudi lako. Tuko tuna hali ya kusitasita, ila katika ile roho ya kusitasita katika jina la Yesu Kristo, hiyo madhabahu inasababisha kusitasita, inakamata watu katika kuoa na kuolewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninashuhudia hapa Bwana juu ya mama ule ambaye Bwana ulimweka kama nabii mke kwa ajili ya kuomba kusudi lako likatimie. Nami naombea watoto wako hawa katika jina la Yesu, kila wanaposimama kuombea kusudi lako hatimaye likatimie. Inawezekana wengine ni wajawazito, Mungu wape hiyo neema na hiyo njia ya kufikia hatima. Wengine wamebeba kusudi lako kwenye miradi na biashara, wape hiyo neema ya kufikia kusudi lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni hai, usijifungue.
nipungukie. Asante kwa sababu unasema kama unavyotaka, nami mtumwa wako ninapungua tena. Endelea kuongezeka, endelea kusema na watu wako juu ya neno lako, juu ya jiwe, juu ya jiwe, juu ya mawe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako Mungu wa mbinguni ukae pamoja na sisi tena hata siku ya kesho, ukaendelea kutuandaa na kutulinda. Sifa na heshima ni zako Bwana, tunakuabudu, tunakutukuza kwa maana wewe ni mwema. Sifa na heshima ni zako Bwana. Shangilie Bwana kwa makofi tena. Shangilie Bwana kwa makofi tena. Namsikia akisema jiwe walilolikataa waasi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Na wewe ndio jiwe kuu la pembeni. Haleluya, haleluya. Na Mungu akutunze, akupe neema ya kuwepo tena kesho kuendelea kutafakari hizi habari. Na wewe ni madhabahu inayotembea, na leo wewe ni jiwe la madhabahu inayotembea katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru mtumishi, Mungu akubariki. Amen. Barikiwe na Bwana. Asante washarika, Mungu awabariki. Hawezi kuwaacha. Usingizi mnaoacha asubuhi lazima mlipwe na Bwana. Karibu Praise na mchungaji Madembo utatuahirishia. Karibu. Heshima upewe Mungu wetu, ambaye madhabahu yako inapigana kwa ajili yetu Bwana. Mungu wetu yenyewe haichoki, lakini sisi mara nyingine tunachoka. Tunakuja tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya mtumishi wako Longo uliyemtumia kutupa ujumbe huu asubuhi ya leo. Asante Baba, kwa kuwa wewe peke yako ni wa kuinuliwa. Umetufanya kuwa kina Hana waliokaa madhabahuni mpaka ilipoeleweka. Na vivyo hivyo Mungu wetu hatutaacha mpaka pale ambapo Bwana utashinda, maana msalaba wako ni madhabahu yetu. Na kwa sababu hiyo Mungu umetuweka kuwa walinzi ambao watanyamaza usiku na mchana. Wenzetu wainuliwe, walioandikiwa kufa wasife, kwa sababu kutoka mbinguni Mungu umeiangalia nchi ili usikie kuugua kwa waombaji, kwa Roho wako Mtakatifu anayetuombea kwa kuugua kusikotamkika. Haturudi kama tulivyokuja, tunayapokea mapambazuko ya siku ya Jumanne ya kwamba ni ya shangwe Bwana. Vikija mfalme wetu, vimiungu vingine vitaanguka, kwa sababu wewe upo kwenye biashara zetu, kwenye nyumba zetu, kwenye ofisi zetu. Akina Dagoni watakwenda kuanguka, lakini wewe utasimama. Maana ulisema Elia yule yule ambaye alikuwa mwanadamu kama sisi aliomba kwa bidii, na watoto wako wameomba kwa bidii asubuhi ya leo. Tumeunganika na watakatifu wako. Falme wako umekuja, falme wa shetani umeshindwa. Unapoiona sadaka yetu na maombi ya watoto wako, Mungu wetu, leta ushindi kwa kila moja na udhihirisho kama tuliyosikia katika shuhuda zile. Unatenda makubwa. Inuliwe Bwana Yesu, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kanisa tuseme amen. Kinywa changu kitajaza sifa zako, na heshima yako mchana kutwa. Pokeeni baraka ya Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Akuinulie uso wake na kukupa amani, kwa sababu wa Misri unaona utaona tena. Misiba iliyotangazwa haitaonekana tena. Kushindwa kulikotaka kuja hakutaonekana tena, kwa sababu tunatoka sisi na watoto wetu na taifa letu na maisha yetu yote milele na milele. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Tupungiane mikono tukisema neema, tukiendelea kwa amani ya Bwana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba
na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sisi sote sasa na hata milele. Amen. Damu ya Yesu tufunike tuingiapo na tumalizapo siku hii. Tukafanye kwa amani, tuenende kwa amani na Bwana. Pamoja naye milele, pendo lake hiali, Bwana Yesu wakaka nitangozwa sana Bwana, usiku kucha na mchana, Yesu rafiki wa kweli, ninakukumbuka Baba, nitangozwa Yes,